Tayib, ni nguzo kuswali katika swala, ni nguzo kusimama swala ya faradhi, ama swala ya sunna si nguzo. Waweza kuswali sunna na kukaa hata kama hujafanya, hata kama huna chochote, lakini nisfu al-ajr ukikaa. Sunna waweza kuswali kukaa hata kama huna matatizo yote, lakini faradhi ni wajibu kusimama. Tayib, je, inajuzu kuisoma au kusema takbiratul ihram kisha kukaa ikiwa mtu hawezi kusimama isipokuwa kwa kiwango cha takbiratul ihram? Basi ataleta takbiratul ihram kisha ndio akae. Lakini ikiwa yaweza kusimama kwa kipindi, bimaana yaweza kusimama kama dakika 2-3, asubiri kusimama mpaka ashindwe ndio akae. Na hili ni kosa ambalo mara kadhaa nishaltanabahisha, hasa kwa wazee wetu wanaoswali kwenye viti. Waweza kumkuta mtu yaje kwa miguu kutoka nyumbani mzima, yatembea kisha aja moja kwa moja yuwakaa, kisha kando ashakaa. Swala yote swali kwa kukaa, wakati waweza kusimama kiasi fulani. Kwa kile kiwango ambacho waweza kusimama wasimama, hujaruhusiwa kisheria kukaa. Mpaka ikifikia hali sasa huwezi tena, bimaana waumwa na yale maumivu huwezi kusubiria kwa kusimama, hapo ndio wakaa. Lakini sio moja kwa moja waingia tu wakaa. Wa aqal shay takbiratul ihram ipige ukiwa umesimama, hasa ikiwa mtu hawezi kuendelea muda mrefu, basi Allahu akbar akiwa amesimama kisha kae kama hawezi kusimama. Kwa hiyo haimaanishi kuwa una ruhusa ya kuswali kwa kiti kwa sababu huwezi kusimama, lakini waweza kusujudu, kuwa waruhusiwa kusujudu kwa kukaa. La, utaruhusiwa ile nguzo peke yake ambayo huiwezi. Tuseme kwa mfano mtu yuwaweza kusimama vizuri sana, kusujudu ndio hawezi. Huyu haijaanguka kwake yeye nguzo ya kusimama, itabidi asimame, arukuu, sami Allahu liman hamida. Watu wakisujudu ndio atafanya nini? Atakaa aishirie. Sasa kuna ahkam zinazofungamana na kuswali na kiti, wengi katika ndugu zetu hawaelewi, na mtu aweza kuwa yuswali swala yake ni batili na hajui. Ikiwa wewe huwezi kukaa tashahud kwa mfano, pale peke yake ndio umeruhusiwa kwa mfano kukaa kwenye kiti, lakini haimaanishi kuwa wasujudu juu ya kiti, warukuu juu ya kiti, wakati viungo hizo sehemu zote waweza kufanya. Kwa sheria imekuruhusu ile sehemu ambayo huwezi peke yake, kwa usije ukaiamim ukaieneza katika swala nzima. Na ndio utaona baadhi ya ndugu zetu labda pengine amefanya operation ya goti, hawezi kwenda chini, lakini akisimama yuwaweza, mfano kwenda goti lake kugusa chini na kusujudu hawezi. Hapa itamlazimu asimame, arukuu, sami Allahu liman hamida, i'tidal. Watu wakaenda kwenye sujudu ndio yuwakaa pale, ndio anaruhusiwa peke yake. Si basi siwezi kusujudu ndio swala nzima nitakaa. Makosa, swala yako ni batila. Sababu hapa kuna nguzo nyingi hapa waziwacha na waweza kuzifanya. Mmenielewa nafikiri?